Kutoka Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Imekuwa siku ndefu kwa siku ya leo, subira, macho na masikio ya wengi wakisubiri kuona kile ambacho mahakama itaamua. Sasa leo Ijumaa ya Oktoba 24 mwaka 2025, mahakama imetoa uamuzi wa kesi iliyokuwa imefunguliwa mahakamani hapo na aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania kwenye mataifa ya Malawi na Cuba, Humphrey Polepole. Kesi iliyokuwa imefunguliwa kwa niaba yake na wakili Peter Kibatala. Kesi hiyo ambayo kwa wajibu maombi walikuwa ni mkuu wa jeshi la polisi kwa maana IGP na wenzake, inatokana na kutoweka kwenye mazingira tatanishi kwa Humphrey Polepole. Hivyo katika maombi yaliyokuwa yamewasilishwa mahakamani hapo, mahakama ilikuwa inaombwa itoe amri kwa wajibu maombi wamlete mahakamani au waeleze alipo Humphrey Polepole. Katika uamuzi uliosomwa mahakamani hapo leo na naibu msajili wa Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam, Livin Lyakinana, mahakama imeelezwa kuwa baada ya kupitia hoja za pande zote mbili, imeona hakuna uthibitisho moja kwa moja wa kueleza kwamba wajibu maombi kwa maana ya jamhuri wanamshikilia Humphrey Polepole, isipokuwa kinachoelezwa ni kama hisia tu. Mahakama imesema kutokana na mazingira hayo, mahakama imefungua mikono kutoa amri ya aina yoyote ile, kwa kuwa kwenye mazingira ya kawaida inaonekana kama mtu aliyepotea ambaye ni ngumu kueleza kuwa anashikiliwa na mtu au watu aina gani. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya kutolewa kwa uamuzi huo, wakili Peter Kibatala ameeleza kuwa mawakili na familia ya Humphrey Polepole kwa pamoja wajaridhishwa na uamuzi huo na kwamba haraka iwezekanavyo wanakata rufaa kwenye mahakama ya rufani. Wakili Kibatala ametoa wito kwa mahakama ya rufani kupokea na kusikiliza shauri hilo lililofunguliwa kwa hati ya dharura, kwa kuwa kinachobishaniwa hapo ni uhai wa mtu na si vinginevyo. Katika kesi hiyo iliyokuwa inasikilizwa chini ya jaji mfawidhi wa Mahakama Kuu Kanda ya Dar es Salaam, Salma Magimbi, kando ya IGP, wajibu maombi wengine walikuwa ni mkurugenzi wa mashtaka DPP, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ZPC, mkuu wa upelelezi wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam ZCO na mwanasheria mkuu wa serikali AG. Balozi aliyekuwa balozi whichever utapenda kutumia, lakini kwetu sisi ni balozi Humphrey Polepole alichukuliwa. Tunajionya sisi mawakili kutumia neno kutekwa kwa sababu hilo tumeliweka mahakamani, lakini tuseme tu alichukuliwa kwa nguvu na watu ambao hawajulikani mpaka sasa, lakini katika viapo tumewataja na kuna kiapo cha ziada cha kaka yake au ndugu yake na Humphrey Polepole. Amesema ni watu gani yeye anawafahamu ambao walifanya hilo tukio, lakini kwa kuwa yanaendelea kuchakatwa mahakamani labda nisifike huko. Huyo ndugu anaitwa Godfrey Polepole, mliokuwa mnahudhuria kesi na mliosikia uamuzi wa mahakama mmesikia. Kwa hiyo mara baada ya tukio hilo kutokea, basi tukafungua hapa Mahakama Kuu maombi yanaitwa habeas corpus. Kama nilivyosema hapo awali, ni maombi ambayo unafungua katika Mahakama Kuu ili kuzitaka mamlaka au taasisi au watu ambao mnaamini wanamshikilia huyo mhusika, na in this case tumefungua sisi maombi namba 2451/2025 dhidi ya Inspector General wa polisi, DPP mkurugenzi wa mashtaka, mwanasheria mkuu wa serikali, mkuu wa upelelezi au kamanda wa upelelezi kanda maalum ya Dar es Salaam jeshi la polisi, pamoja na kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, tukiambia mahakama kwamba tunaamini wote kwa pamoja kama taasisi au moja kama taasisi either wanamshikilia balozi Polepole au wanafahamu mahala alipo na anafanya nini huko. Kwa hiyo maombi yao kanaposema ito habeas corpus yalipangiwa kusikilizwa mbele ya Mheshimiwa Jaji Salma Magimbi na uamuzi wake umetoka leo. Mahakama imenoti kwamba huyu balozi Humphrey Polepole amepotea na mpaka sasa hivi haijulikani alipo, lakini imesema mikono yake imefungwa kutoa amri ambazo tulizoomba. Maana sisi tuliomba wamlete yeye au mwili wake mahakamani. Kama ni yeye akiwa hai, basi mahakama iweze kumchakata kisheria, aidha apewe dhamana au wanaomshikilia ambao tunaamini wanamshikilia kama tulivyosema mahakamani waeleze kwamba kwa nini wanamshikilia na kwa nini hawajamshughulikia kadri sheria inavyoelekeza. Kwa mahakama imesema kutokana na mazingira halisi ya shauri husika, hakuna ushahidi wa moja kwa moja. Kuna neno la mahakama lilotumika, kuna suspicions. Kuna suspicions tu ambalo nafikiri ni sijui kama ni hisia, natumia neno hilo la Kiingereza, tutasaidiana kulitafsiri. Hisia ni kitu tofauti kidogo. Mahakama inasema kuna suspicions, lakini hakuna ushahidi wa moja kwa moja
kwamba hao wadau waliotajwa ndio wanamshikilia Balozi Polepole. Na imesema katika mazingira hayo mahakama inachelea kuamuru wamlete mahakamani yeye au mwili wake ili aweze kushughulikiwa kisheria, kwa sababu hata haina uhakika kwamba ni wao basi ndio wanaye Balozi Humphrey Polepole. Well, tulikuja mahakamani, tumetimiza wajibu wetu kwa Balozi Humphrey Polepole popote alipo, na uhakika kwamba yuko proud kwamba tunapigania hatima yake. Sasa hata mama tumezungumza, tumepeana moyo kwamba isingeweza kuwa rahisi, na wala hatukuanza kazi tukifikiri kwamba itakuwa rahisi. Mazingira yanafahamika kwamba watu wanaokuja kuchukua watu kwa namna hiyo huwa hawataji vyeo vyao, majina yao. Kwa hiyo zaidi ya ushahidi ambao namna tulivyoweka, kulikuwa hakuna kitu bora zaidi ya kufanya zaidi ya hapo. Hakuna, wote mnafahamu kwamba mazingira ambao watu wamekuwa wanachukua hivi siku za karibuni ni mazingira gani. Hayaruhusu kabisa useme sasa uwe kabisa useme ni polisi namba fulani, mwenye police force namba fulani, gari limesajiliwa kwa polisi. Hiyo ilikuwa ni ngumu, lakini tumetimiza wajibu wetu. Nini sasa kinafuata? Kwa kuwa tuna uzoefu wa mapambano kama haya, tayari tulishaweka possibilities mbili. Mahakama kuamua ilivyoamua au kuamua vinginevyo. Sasa imeamua ilivyoamua, sisi tayari tushaweka akiba nyaraka za mchakato wa rufaa. Tumeshafaili taarifa ya kuzuia kukata rufaa, imeshapandishwa kwenye mfumo, na tumeandika barua ambayo imeshamalizwa kwenye mfumo wa mahakama tukiomba tupatiwe mwenendo na maamuzi ya mahakama ili tuweze kwenda mahakama ya rufaa.